Mkurugenzi wa manispaa ya Geita ndugu Yefreji Mnyenzi amefanya mazungumzo na waandishi wa habari kuhusu taarifa zinazozunguka katika mitandao ya kijamii zikidai kuwa timu ya Geita Gold FC imemsajili kocha msaidizi wa Simba Selemani Matola kuwa kocha mkuu wa timu hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa EPZ, Mnyenzi amesema taarifa hizo si za kweli na kwamba Geita Gold FC haina mpango wowote kwa sasa wa kumwondoa kocha mkuu wa timu hiyo Bwana Zuberi Katwila. Amesema taarifa zinazosambazwa katika mitandao ya kijamii kuhusu usajili huo ni za upotoshaji na zinalenga kuvuruga mwenendo na utulivu wa timu hiyo katika kipindi hiki. Aidha, ametoa wito kwa waandishi wa habari pamoja na watu wanaosambaza taarifa hizo zisizo na uthibitisho kuacha tabia hiyo na kuzingatia maadili ya taaluma kwa kuhakikisha wanathibitisha taarifa kabla ya kuzichapisha au kuzisambaza kwa umma. Naita hapa leo kwa ajili ya kutoa ufafanuzi wa taarifa mbalimbali ambazo zinasambaa kwenye mitandao kuhusiana na timu yetu ya Geita Gold Football Club. Hii ni timu ambayo inamilikiwa na kuendeshwa na halmashauri ya manispaa ya Geita, na kama tunavyofahamu inashiriki ligi ya championship. Imekusanya pointi 65 na iko kileleni kwa maana ya kuongoza ligi ya championship kwa tofauti ya alama 3 na anayetufuatia Kagera Sugar. Matarajio makubwa na matamanio makubwa ni kwamba kwa michezo iliyobaki miwili ugenini na miwili nyumbani, timu yetu itafanya vizuri ili tuweze kupanda ligi kuu kama ambavyo ni matamanio ya wanageita wote. Lakini katika hayo tumepata taarifa ambazo zinasambaa mitandaoni kwamba kuna kocha msaidizi wa klabu ya Simba na kuja kujiunga na klabu ya Geita kama kocha mkuu. Na natamani kukanusha taarifa hizo kwamba taarifa hizo sio za kweli. Hatujaanza mchakato wowote wa usajili wa wachezaji wala benchi la ufundi. Taarifa hizo ni za uongo na zinatolewa, tunajua kipindi kama hiki huwa ni kwa ajili ya kuvuruga tu mwenendo. Watu wakiona mnaenda vizuri wanatamani kuona hapa katikati mambo yanaharibika ili msitimize kusudi ambalo lipo mbele yenu. Nitoe rai tu kwa waandishi ambao wanasambaza taarifa za namna hiyo mitandaoni kwamba waache tabia hiyo, kwa sababu hawatatuondoa kwenye lengo la msingi. Sisi lengo letu la msingi mwaka huu nyeshe mvua liwake jua, tumedhamiria kupanda ligi kuu na tumewekeza kiasi kikubwa cha fedha, rasilimali watu. Kwa sasa kocha wetu anaendelea vizuri na kazi pamoja na kocha msaidizi, wote wako vizuri kwenye benchi la ufundi wakiendelea na kazi nzuri, na tunawapongeza kwa namna ambavyo Zuberi Katwila na mwenzake Baba Paroko Nonga walivyotusaidia msimu huu, na kwa kweli tunatamani kuona wanafikisha timu pale ambapo tumekusudia. Taarifa zinazosambaa kwamba tumemsajili Matola kuja kwa kocha mkuu wa Geita Football Club, mimi kama mtendaji mkuu wa halmashauri ya manispaa ya Geita inayomiliki klabu ya Geita Gold, na kanusha taarifa hizo kwamba si za kweli, zipuuzwe hadi pale ambapo taarifa rasmi tutazitoa kwa mpango ambao tutakao tumeweka wenyewe. Morocco imetangaza kufuta mechi za kirafiki za kimataifa ikiwemo Burundi na Guinea ya Ikweta, Tanzania dhidi ya Uganda zilizokuwa zimepangwa kufanyika mwezi huu kutokana na hofu ya kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Miongoni mwa mechi nyingine ambazo zimetajwa kuathiriwa na hatua hiyo ni mechi kati ya Komoro dhidi ya Rwanda, mtanange ambao ungepigwa tarehe 6 ya mwezi wa 6. Kutoka Burundi, Bukuru Elias anaripoti zaidi. Ni kwamba Morocco imetangaza kufuta mechi za kirafiki za kimataifa ikiwemo mechi kati ya Burundi pamoja na Equatorial Guinea zilizokuwa zimepangwa kufanyika mwezi huu kutokana na hofu ya kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Miongoni mwa mechi ambazo zimeathiriwa ni mechi kati ya Tanzania pamoja na Uganda, Tanzania dhidi ya Rwanda, Uganda dhidi ya Madagascar, pamoja na Komoro dhidi ya timu ya taifa ya Rwanda, mechi ambayo ingepigwa tarehe 6 Juni mwaka 2026. Kwa upande wa mwandishi mkongwe wa habari za michezo nchini Burundi, Rashid Alfredi amesema kwamba mechi za kirafiki kwa upande wa timu ya taifa ya Intamba Mrugamba ni mojawapo ya kipimo kizuri kuelekea katika mechi za kusaka tiketi ya kufuzu katika mashindano ya AFCON, mashindano ambayo itaweza kupigwa nchini Tanzania, Kenya na Uganda kwa mwaka ujao 2027. Ni muhimu sana kwa sababu makocha wanahitaji mechi kama hizi kwa sababu zinawapa nafasi ya kuweza
kutambua hali ya wachezaji wao kistamina na kisaikolojia. Naona bwana, kwa sababu inawapa pia nafasi ya kujua ni wapi inabidi tutie nguvu, kama ni ngome zetu au wachezaji wa katikati au safu ya ushambuliaji ndio kidogo inabidi tie nguvu. Kwa hiyo mechi kama hizi zina umuhimu kwa makocha na wale wenye kusaidia, kwa sababu nataka kujua ukweli wa mambo. Inabidi tuwaone wachezaji uwanjani wanacheza mechi kama hizo za halafu makocha wajue lipi la kukosoa, lipi la kuongeza nguvu, na wapi inabidi tutilie nguvu zaidi kuliko mahala pengine. Kwa sababu unaweza kukuta kuna timu inaweza kuwa na ngome nzuri kuliko katikati yake, au katikati yake ikawa ni dhaifu kidogo kuliko safu ya ushambuliaji. Bila shaka ni mechi kwa ambapo nyinyi tukizipata inakuwa ni bahati nzuri, kwa sababu kuna timu zingine hazina bahati ya kupata mialiko ya kukutana na timu zenye kuwa na nivu nzuri kama Morocco. Kuna mengi ya kufanya, lakini yote hayo yanaonekana katika mechi kama hizi za kujipima nguvu. Tunakutana na timu zenye pengine kutuzidi kidogo, halafu na hii inatusaidia na sisi kusogelea wale ambao kidogo wamekuwa mbele yetu. Nikiserereka michezo na burudani kutoka mjini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Na tukisalia huko nchini Burundi, meneja wa timu ya taifa ya Burundi Intamba Murugamba Constantine Mutima amesema kwa kuahirishwa kwa mechi ya kirafiki kati ya Burundi na Guinea ya Ikweta ni hasara kubwa kutokana na maandalizi walikuwa wameyafanya, ikiwemo ulipaji tiketi, hoteli, vyakula na marupurupu mengine. Burundi inatarajia kuingia dimbani mwezi wa 9 kusaka tiketi ya kufuzu AFCON ya mwaka 2027 baada ya kushiriki katika kipote hicho kwa mara ya kwanza mwaka 2019. Bukuru Elias Daniel tena anarejea hapa na taarifa zaidi. Akiwa nchini Morocco, meneja wa timu ya taifa ya Burundi Intamba Murugamba Constantine Mutima amesema kwa kuahirishwa kwa mechi ya kirafiki kati ya Burundi pamoja na Equatorial Guinea ni hasara kubwa kwa timu, mashabiki na nchi kwa ujumla kutokana na maandalizi waliokuwa wameyafanya, ikiwemo ulipaji wa tiketi, hoteli, vyakula na vitu vingine, hasa kukiweka kikosi vyema kuelekea katika mechi za kusaka tiketi ya kufuzu katika mashindano ya AFCON yatakayofanyikia Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Nibaza ko atari urukino rw'Uburundi na Guinea gusa rwasivye, n'inkino zose zategezwa kuba muri gisagara ca Marrakech aho duherereye, kubera ariho iciza tutazi cyari cyo bavuze ko cadutse muri gisagara. Twaronse ubutumwa n'amaketi kuri umuhinga. Si kwa Burundi tu, bali ni kwa mechi zote ambazo zilikuwa zinatarajiwa kufanyika katika mji wa Marrakech, na kwa mujibu wa taarifa ni kutokana na ugonjwa ambao umetokea katika mji huu. Na tulipata ujumbe na barua kutoka kwa wahusika wakati tukiwa tunajiandaa jioni kwenda kwenye mazoezi. Lakini kuna mechi nyingine ambazo ziko zinaendelea katika mji wa Casablanca pamoja na Rabat. Hatua hiyo imechukuliwa katika mji wa Marrakech, na nchi ambazo zimeathiriwa ni pamoja na Uganda, Tanzania, Rwanda na Komoro, bila kusahau Equatorial Guinea zilizokuwa zimesubiria kucheza mechi za kirafiki. Hii si habari njema, maana tulikuwa tumemaliza muda tukiwa tunajiandaa na mechi za kirafiki, lengo ikiwa ni kujiweka fiti kuelekea katika mechi za kusaka tiketi ya kufuzu kwa mashindano ya kombe la Afrika, mechi zitakazoanza mwezi wa 9 mwaka huu. Kwa hiyo si habari njema kwa stafu, wachezaji na mashabiki pia wa mpira wa miguu. Kwa sasa tuko tunaangalia jinsi ambavyo wachezaji wanaweza kurudi katika timu zao, lakini pia kuna wengine ambao tayari walikuwa wameanza likizo kutokana na ligi kumalizika katika nchi wanapocheza mpira, na tutawaita tena muda utakapowadia. Hasara haiwezi kukosa, kwa sababu nchi inakuwa imejitoa kutafuta tiketi, sehemu ya kulala, chakula na marupurupu, na hatuwezi kuwaraumu waandaaji wa mechi hizi, ni kutokana na ugonjwa. Kitu ninachowaambia mashabiki ni kuendelea kuisapoti timu ya taifa, na maandalizi yanaendelea, ikiwemo kuwafuatilia wachezaji popote walipo, na mashabiki waje kutunga mkono mwezi wa 9, maana wanajua lengo letu ni lipi. Intego yacu cyo twifuza cyo dushaka gushikako. Nikiunguruma michezo na burudani kutoka mjini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.